kwa hiyo alikuwa ana uwezo kabisa yeye kwenda kuyazungumza au kuzungumza ajenda zake hizi ambazo ana ushahidi nao, labda kwa mfano katika vikao hivi vya NEC. Ndugu zangu, niseme kitu kimoja. Mimi namshauri Askofu Gwajima kwa niaba ya umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Dar es Salaam avue kinyago chake alichokivaa na ajitokeze waziwazi na si vinginevyo. Aseme ajenda yake kuu ni ipi kwa rais wetu na nchi yetu, na kama hana imani na vyombo vyetu vya maamuzi na mijadala ambao yeye ni mjumbe wa vikao hivi, yani bunge pamoja na NEC, ajiuzulu mara moja nafasi yake, ili chama na serikali ijue kwa kuwa kwamba inashughulika na mwanaharakati anayeitwa Josephat Gwajima na si vinginevyo. Ajiuzulu. Sababu unakuta watu wanapata ukakasi kwa sababu bado amevaa kile kinyago alichojificha nacho, na sisi tumesha tafsiri, sisi ni Waswahili, tunajua mlengo wake ni upi. Ajiuzulu mara moja ili serikali sasa ijue kuwa inashughulika na mwanaharakati anayeitwa Josephat Gwajima. Na nije kwenye msimamo wa jumuiya. Na haya yote ni yaseme tu, Mheshimiwa Gwajima ameonyesha kutokuwa na imani na bunge. Hana imani na vikao vya chama. Sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam hatuhitaji kumuona Gwajima anakwenda ofisi yeyote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kuchukua fomu kuwania ubunge mwaka huu. Ni wakati wake muafaka sasa kwenda kupumzika na kufanya harakati zake dhidi ya serikali na CCM kwa ujumla kwa uwazi zaidi, badala ya kujificha, ili na sisi sasa kama umoja wa vijana wa CCM Dar es Salaam tukabiliane naye waziwazi. Na mwisho kabisa nitoe rai kwa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na ambao si wa ndani ya Chama cha Mapinduzi na ambao wako nje ya Chama cha Mapinduzi, kwamba wanaopenda kukurupuka ndani ya chama na nje ya chama na taasisi zingine zote kutumia majukwaa yao kwa hekima, kutuliza jamii na kuhimiza maelewano badala ya kutoa kauli zenye kuumiza heshima ya taifa letu. Na katika hili nimkumbushe Gwajima, CCM ya leo sio CCM ya jana aliyeingia kwa bahati mbaya. Na mwisho niseme kwamba sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam tutaendelea kulinda maadili ya chama, heshima ya viongozi wetu na utulivu wa kitaifa, huku tukitoa nafasi kwa mijadala ya hoja zenye tija kwa maslahi mapana ya taifa letu. Na nimalizie kwa kusema tutaendelea kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, tutaendelea kulinda taswira ya Tanzania na tutaendelea kuwa walinzi wa maadili ya chama na nidhamu ya kisiasa. Leo ufafanuzi, na washukuruni sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na washukuruni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.